Familia mbili za waathiriwa waliouawa kwenye mikutano ya mrengo wa ODM katika eneo la Kitengela, kaunti ya Kajiado na Mbale huko Vihiga sasa zinalilia haki. Familia ya Vincent Ayamo aliuawa kwa kupigwa risasi eneo la Kitengela ikitaka polisi kuwajibikia mauaji yake. Familia ya George Olande huko Kisumu ina ujumbe sawia kwa serikali kwa kifo cha jamaa yao. Imekuwa wiki moja yenye majonzi tele kwa familia ya Vincent Ayamo aliyefariki baada ya kupigwa risasi eneo la Kitengela mnamo Februari tarehe 15 wakati wa mkutano wa kisiasa wa Linda Mwananchi. Kila mtu anapewa silaha fulani. Familia hii wakati wa ziara ya katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna na mbunge wa Embakasi East Babu Owino katika boma lao wakidai haki na uwajibikaji kutoka kwa polisi. Tangu bwanangu akufe haijakuwa rahisi. Juu yeye ndiye alikuwa tegemeo na kwa saa hii iko hivyo. Kwa hii pengo ya Vincent bado itakuwa tumebaki na hiyo machungu ya serikali kuwaua tu na kesi fuatiliwi. Ishatendeka, tumekubali, but what we just want is justice for our son. Justice for our son. Kuzio pengo yenye ameacha hakuna mtu mwenye anaweza ijaza. Polisi wakitakiwa kuwajibika na kukomesha mauaji ya kiholela. Tutazidi kushinikiza kwamba wale askari ambao walimpiga Vincent risasi pamoja na vijana wengine wote ambao wameuawa katika maandamano ya amani waweze kuletwa mbele ya sheria. Condemn this act and we say that that police officer should be brought to book because every police officer leaving a station clearly left a station with a gun and the gun is known. And all the bullets are numbered. Mjini Kisumu, familia ya George Olande Otobe inaomboleza kufuatia kuuawa kwa jamaa yao aliyeshambuliwa na umati baada ya vurugu kuzuka wakati wa mkutano mwingine wa Linda Mwananchi katika eneo la Mbale, kaunti ya Vihiga. Kwa huzuni na majonzi, mkewe George Olande anaelezea matukio ya Februari tarehe 21 wakati alipokea taarifa za kuuawa kwa mumewe. Kuna one friend niko naye kwa hii simu, kumbe alikuwa huko. Akaniambia, "Sifla uko wapi?" Nikamwambia niko kwa ofisi ya kina Luanda, wameniambia wanashughulikia Luanda. Luanda akosi. Nikamwambia watu wana kudanganya. Mbona kama amekufa bwana kako hapa chini. Upasuaji wa mwili ulifanyika Jumapili ukibaini kuwa George alifariki kutokana na majeraha ya kichwa. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.